kuhusu mabadiliko ya nauli na bei elekezi za vyombo vya usafiri wa umma barabarani hapa Zanzibar. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tukufu kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana katika siku hii muhimu, tukiwa na dhamira ya kuendelea kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji kwa maendeleo ya nchi yetu na maendeleo ya wananchi wetu. Aidha, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wake madhubuti unaoendelea kudumisha amani, utulivu na mazingira bora ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi, ikiwemo sekta ya usafiri na usafirishaji. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya mapitio ya viwango vya nauli za vyombo vya usafiri wa umma barabarani, ikiwemo daladala na magari ya shamba, baada ya kufanya tathmini ya hali halisi ya gharama za uendeshaji wa huduma hizi. Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za usafiri zinapatikana kwa gharama nafuu kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati pale inapohitajika ili kupunguza athari za ongezeko la gharama za mafuta. Hata hivyo, katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto kutokana na mabadiliko ya bei za mafuta katika soko la dunia, pamoja na ongezeko la gharama za matengenezo, lakini bima, vibali na tozo mbalimbali. Hali hiyo imeathiri uwezo wa baadhi ya watoa huduma kuendesha shughuli zao kwa ufanisi, jambo lililopelekea serikali kupokea maombi ya kutoka kwa Jumuiya ya Usafirishaji hapa Unguja na Pemba kuhusu marekebisho ya viwango vya nauli. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa, mapendekezo hayo yalifanywa uchambuzi wa kina kwa kuzingatia maslahi ya pande zote mbili, yaani wananchi wanaotumia huduma za usafiri, lakini na upande wa pili watoa huduma wanaowezesha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Baada ya uchambuzi huo, serikali imekubali kufanya marekebisho ya baadhi ya viwango vya nauli kama ifuatavyo. Kwa upande wa Unguja, kwa usafiri wa daladala, kwa safari za umbali mfupi wa kuanzia kilomita 1 hadi kilomita 12, nauli imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Kwa safari za umbali mrefu wa kuanzia kilomita 19 hadi kilomita 21, nauli imebadilika kutoka shilingi 800 hadi shilingi 1000. Na kwa upande wa magari ya shamba Unguja, kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 14, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 700. Na kwa umbali mrefu wa kilomita kuanzia kilomita 60 hadi kilomita 70, nauli imebadilika kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 3000. Na kwa usafiri maalum, na naomba hapa nizungumze kwa msisitizo, usafiri maalum wa mabasi ya umeme ambao tunatarajia huduma zake zitaanza hivi karibuni, na kwa kuanzia kutakuwa na ruti mbili. Ya kwanza ni kutoka kituo cha Malindi hadi Buyu, nauli itakuwa shilingi 700. Lakini kutoka kituo cha Malindi hadi uwanja wa ndege, nayo nauli itakuwa shilingi 700. Sasa yapo makundi mawili ambayo yatalipa nusu nauli ya hiyo. Kuna kundi la wazee waliofikia umri wa miaka 70 kwenda juu ambao watapata vitambulisho maalum
wao watalipa shilingi nusu ya hiyo, kwa maana shilingi 350. Lakini pia na wanafunzi, wale wanafunzi wanaosoma katika elimu ya lazima shule, nao watalipa shilingi 350, nusu ya nauli hiyo. Kwa upande wa Pemba, daladala kwa umbali wa kilomita 1 hadi 12, nauli nayo imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700, na magari ya shamba kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 9, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 800, na kwa umbali wa kuanzia kilomita 42 hadi kilomita 45, nauli imebadilika kutoka shilingi 2000 hadi shilingi 2800. Ndugu wananchi, mabadiliko haya ya nauli yataanza kutumika rasmi tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Kipindi hicho kimetengwa ili kutoa nafasi kwa maandalizi ya utekelezaji wa utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu viwango vipya vya nauli hizi. Aidha, ninaziagiza jumuiya za usafirishaji Unguja na Pemba kushirikiana na mamlaka ya usafiri na usalama barabarani kuhakikisha mchanganuo wa nauli kwa kila njia unaandaliwa, unathibitishwa na kuwekwa wazi katika kila chombo cha usafiri wa umma ili kuondoa mkanganyiko na migogoro isiyo ya lazima. Sasa, pamoja na hizi nauli za jumla, kuna mchanganuo wa kila ruti na nauli zake kwa Unguja na Pemba. Sasa huo naagiza mamlaka zinazohusika kukaa na kuutayarisha, lakini pia kuutoa kwa umma ili sasa umma uweze kujua nauli zinazopaswa kutozwa na watoa huduma. Na katika hichi kipindi cha wiki moja, nadhani matayarisho hayo yatakamilika na tutatoa sasa gharama kamili au bei kamili kwa kila ruti na kwa kila kituo. Ndugu wananchi, napenda kuwashukuru watoa huduma za usafiri wa umma na jumuiya zao kwa uvumilivu wao katika kipindi ambacho gharama za uendeshaji zimekuwa zikiongezeka. Serikali inatambua mchango wao mkubwa katika kuwezesha wananchi kufikia shughuli zao za kila siku na kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Hata hivyo, ni muhimu kuwakumbusha watoa huduma wote kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usafiri barabarani, hususan masuala ya usalama, nidhamu ya uendeshaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi.